Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita za kwangu. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nikafika katika maeneo kadha wa kadha, nusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, nilianzia wapi? Nilianzia katika eneo la Vichenjeleni. Na kuna Vichenjeleni kule Kwale. Watu wa Vichenjeleni mpo? Vichenjeleni kule Kwale kuna kisanga kimoja kiliweza kutokea eneo la Vichenjeleni. Kisanga chenyewe ni kipi? Naam, ilikuwa hivi. Na kama unajiunga nasi for the first time, nikukumbushe tu kwamba hakikisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, na weka comment yako pale na Bwana akutende wema. Naam, kuna kioja kilishuhudiwa kwenye salon moja kijijini hapa. Dem moja mshamba alipokimbia ghafla akitengenezwa nywele akidai anachomwa kichwa. Inadaiwa kuwa ilikuwa mara yake ya kwanza kufika salon ili kupambwa nywele. Alipofika salon, demu huyo alishangazwa na kila kitu kuanzia mashine hadi michoro iliyozunguka ukuta. Alikataa kufanyiwa ulimbwende, akitaka nywele zake zichanwe tu kwa kichwa na kwa kawaida. Wasusi walipokuwa wakiendelea, demu huyo alishtuka walipomwekea kikausha nywele, akasimama na kutimka mbio akidai kuwa kichwa chake kinaungua. Kwa mshamba. Ushamba sometimes. Anyway, ushamba utoka tu siku moja. Sasa huyu atasaidiwaje? Alitoroka, anasema anachomeka. Ukitafakari hayo, nikavuka mpaka Muthaiga Nairobi, akasema acha pwani kwanza. Muthaiga Nairobi, kuna demu mmoja wa hapa ameelezea jinsi ndoa yake inavyozimia baada ya kugundua kuwa mme wake alirushana roho na mwanadada mwingine. Ingawa jamaa ana tabia nzuri, kwa ujumla usaliti huo umemwacha demu huyo na majeraha ya moyo. Anasema ingawa anajitahidi kumsamehe, bado hajapona kabisa na anaendelea kuwa na wasiwasi kutokana na usaliti huo. Anasema kuwa maisha yao ya ndoa na ngono yamezorota kabisa. Yani anasema ameshindwa kumsamehe. Na ndipo sana naambia mtu, ukiwa umeolewa, please, unapofikiria kuhusu kwenda nje, fikiria kuhusu mwenzako, maana utamhurt vibaya na huenda kukusamehe kawa vigumu. Kwa hivyo please, kama unapenda mwenzako, please usijaribu kwenda nje. Kuwa mwaminifu kwa ndoa yako. Kitafakari juu hayo, mpendwa msikilizaji, nikavuka mpaka nianzia eneo la Kalani Makueni. Kalani Makueni, kuna mbwa mmoja mwanakijiji kutoka eneo hili amewafanya wanakijiji kuwa na wasiwasi kwa kutafuna kuku, mbuzi na kondoo, na sasa wakazi wameamua kulinda wanyama wao dhidi yake. Hivi majuzi mwanamke mmoja alienda kwa mwenyekiti wa nyumba 10 na kumshtaki mwenye mbwa huyo akitaka alipwe mbuzi wake na kuku 8 ambao wametafunwa mzima na mbwa huyo wa kuogofya. Yani mbwa anakula kuku, anakula kondoo, anakula mbuzi. Wewe ni mbwa kweli? Ni wapi? Kalani Makueni. Wewe ni mbwa kweli? Okay, mpaka nashuku. Mpaka ameenda kwa nyumba 10 na hanoni hakondi, ako tu ni mbwa mkubwa. Kwani okay, mtu mmoja anasema mbwa zote ni sawa, ni za kizungu, malisho tu ndio tofauti, semi kitu. Kitoka kule basi nikavuka mpaka eneo la wapi? Nivuke eneo la Kangundo Machakos. Kangundo Machakos kuna jombi mmoja mtaani hapa alikosa pa kuficha uso wake, aibu kuficha uso kwa aibu vidosho aliokuwa akiwatunza na kuwanunulia vinywaji kila wakati walipomsuta baada ya kugundua hana nyumba na ametelekeza wazazi wake. Inasemekana kwa jamaa huyo, inasemekana kuwa vipusa hao waliomtembelea nyumbani wakidhani ni wa hadhi ya juu anayoonyesha wakiwa mjini, walipogundua kuwa hakuwa na nyumba mwenyewe na pia wazazi wake walikuwa wakiishi wakiteseka sana. Yani wewe umeenda mjini, unatesa watu, unawaambia kwamba mimi ndio bazu, mimi ndio yule msee. Yani unaonyesha maisha ya kifahari. Kule nyumbani, jambo la kwanza huna nyumba, jambo la pili wazazi wako wanateseka, na upo pale unajifanya anahitaji viboko, au sio? Anyway, achana na huyo, nikaachana naye. Nikimalizia pale, mpendwa msikilizaji, nikavuka mpaka Vichenjeleni kule Kwale. Vichenjeleni Kwale, kule ambako basi kulikuwa na kisanga kimoja hapa ambapo kuna kioja kilishuhudiwa kwenye salon moja. Natumai naam, gusia pale Vichenjeleni ushamaliza pale, na natumai basi naam, tufikie pale. Nimalizia kule London Uingereza. Karibu nirejelee kule nilikuwa. London Uingereza, kuna wataalamu wa afya wanaonya kuwa mwanaume anayezinduka usingizini asubuhi akiwa jogo lake likiwa legevu anaweza kuwa na matatizo ya moyo. Wanaume wengi huamka asubuhi wakiwa wako sawa, lakini ukiamka kama hauko sawa, unanielewa,
eti anaweza kuwa na matatizo ya moyo kweli? Tafakari zaidi. Ni ripoti ambayo itolewa wapi? Uingereza. Si Mandala anasema. Ni kwenye pita za kwangu nimeacha. Left Ni kwenye pita za kwangu ndani ya of course ndani ya mtandao huu, nami hapa VMM. Nikwambia kwamba kama ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nami, hakikisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click on neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, na weka comment yako pale, na Bwana kutende wema. Na zaidi ya yote nimalizie kwa kusema kwamba ni kwenye pita za kwangu nami VMM, ambapo kuishi kwingi kuona mengi, kutembea kwingi kuona mengi zaidi. God bless you. Bye bye. Subscribe.